Mtazamaji, niruhusu kwa sasa niendelee na taarifa ambazo tumekuandalia, ambapo kaunti ya Kitui ni mojawapo ya kaunti ambazo zimewekwa kwenye hali ya tahadhari, huku zaidi ya wakazi 188,555 wakihitaji msaada wa chakula cha dharura. Mbali na ukame, janga jingine linalokosekana ni gatuzi hilo ni utovu wa usalama. Wakazi kutoka vijiji vitatu vilivyoko katika maeneo ya Musenge kwenye kaunti ndogo ya Kitui Kusini wanakabiliwa na tishio la uvamizi wa mashamba yao na wafugaji wa ngamia ambao wanasemekana kutoroka katika hali ya ukame kutoka magatuzi mengine. Mwanahabari wetu Nancy Okware aliyekita kambi katika eneo la Kitui sasa anaarifu. Gatuzi la Kitui limeorodheshwa miongoni mwa kaunti ambazo zimeathirika pakubwa na ukame. Hali hii imewacha yamkini wakazi 200,000 wakihitaji chakula cha msaada kwa dharura. There has been relief food brought in from the Special Programs Ministry. It may not be adequate, but at least we try to target the most needy, those who will not survive without that kind of assistance. Takriban zaidi ya kilomita 100 kutoka mjini Kitui, darubini yetu inatuelekeza kwenye eneo la Musenge katika eneo la Kitui Kusini. Hapa wakazi hawakabiliani na makali ya njaa pekee, ila pia utovu wa usalama. Wakazi wa vijiji vya Thangilani, Cheni na Kipuyo wanalalamikia mashambulizi ya mara kwa mara na wafugaji wa ngamia wanaosemekana kutoroka magatuzi mengine yanayopitia hali ya kiangazi. Mwaka uliopita ilikuwa tarehe 20 mwezi wa Januari. Walinikuja kwa shamba yangu wakati walipopika, nikawauliza kwa nini nyinyi mnaleta ngamia hapa kwa shamba yangu. Wakati nilikuwa najaribu kupika ngamia itoke karibu na shamba, basi akatoa kisu yake akanitunga wapi hapa, nikaanguka chini. Walikuja wakachoma nyumba za watu karibu nyumba 10, wenyewe wana makao, wakakimbilia usalama mahali pengine na hata hawana chakula. Chakula ilichomwa yote. Kulingana na wale walioathirika, wafugaji hao wamegeuza mashamba yao kuwa malisho ya ngamia. Ukipika hiyo ngamia itoke kwa shamba, wanaanza maneno mengine mbaya. Kuambia wacha ngamia kule. Hii ni majani ya Mungu, hata ardhi ni ya Mungu na hakuna mtu anaweza kuomba ardhi. Yule anaweza kuomba ardhi ni Mwenyezi Mungu. Hiyo mtu akisema hivyo na akona bunduki, akona rungu, utamfanyia nini? Wewe unanyamaza, unamwachia. Chakula yote inakuliwa na ngamia. Hali hiyo imewalazimu wakazi kutoroka makwao. Hivi hapa ni baadhi ya vibanda vya muda ambako familia zilizoathirika zimefanya makao. Wamekuwa wakihimili baridi usiku kucha, hofu ikiwatawala kuhusu uwezekano wa shambulizi lingine. Usiku kunakuwa na baridi. Hiyo ni shida moja. Kuna nyoka za chini, kuna miti, wanaweza ndungwa na nini wakati wa kukimbia tukiana tochi. Watoto sahii wanaenda shule, lakini wanaenda tu wakiongopa mwendo wa saa 1 ndio wanatoka manyata tu. Imagine mtoto amelala kichakani, nafikiria kesho atakuja shule akiwa sawa. Kwa hivyo wengine wakilala msituni hawakuji shule. The land this side is private, and that is what we've been trying to sensitize the camel hunters. But for crops, there have been interventions, even arresting those camels. But when it comes to bringing in the experts who can build a case and describe probably what has been destroyed, I think we have also been having a little bit of a challenge in terms of cooperation from the locals. Kwa wakazi wa Musenge, kila uchao ni siku nyingine ya kutafuta chakula na maji, na kila usiku ni jitihada za kusalia salama. Licha ya ukame ambao umekithiri katika eneo hili, wakazi hapa pia wanalazimika kukabiliana na utovu wa usalama, huku wakishikilia matumaini kwamba ipo siku ambapo usalama utadumu na hali ya kawaida itarejelewa. Nancy Okware nikiripotia Darubini kutoka katika eneo la Musenge katika eneo la Kitui South, kaunti ya Kitui.